Na hiki kitabu ambacho tunazungumzia Luka mlango wa 8 kinasimulia matokeo ya kutokuwa uangalifu ama kutokuwa key kwa kupokea kile ambacho Mungu anataka tuyapokee. Na utakuta ya kwamba hawa wapendwa walipokuwa mahali pale, walipokuwa nasikiliza maneno ya Mungu, kwa sababu hawakuwa uangalifu na hawakuwa uangalifu wa kusikiliza neno la Mungu, na yale mambo ambayo yalikuwa katika maisha yao ilikuwa yamewateka nyara ilikuwepo kwa wakati ule. Mimi wakati ule kulikuwa na vitu ambayo vilikuwa vinafutia macho yao. So wakati neno la Mungu lilikuwa linahubiriwa, linapandwa ndani mwao, hawakuwa attentive kwa kuweka misingi ya neno la Mungu katika maisha yao. Kwa hiyo wakawa ni wadhaifu kwa kusikiliza neno la Mungu, wakawa wadhaifu kwa kuwa uangalifu kwa wakati ule. Na naamini ya kwamba kwa sababu ya hiyo ndio maneno haya yalitokea vile yalitokea, kwamba neno la Mungu lilipandwa, yes, lakini kwa sababu hawakuwa uangalifu, kulikuwa na vitu vilikuwa vinachukuliwa kwa sababu hawakuwa uangalifu wakati huo. Na naamini ya kwamba Mungu aliye mwangalifu na mkamilifu ataweza kutusaidia leo tuweze kuwa very keen in the presence of God. Luke chapter number 8, I'm talking about something that is being taken away from us. Kuna kitu ambacho kinachukuliwa kwetu kwa sababu sisi wenyewe hatuko uangalifu. Na tukikosa kuwa uangalifu, wakati huo ndio utakuta kwamba Roho Mtakatifu anapaswa kutusaidia katika wakati kama huo. Wakati tuko uangalifu, ndio unakuta kwamba the Spirit of God becomes active katika maisha yetu. Anakuwa mtu ambaye anafanya kazi kwa haraka. Kwa sababu ya nini? Wakati wanadamu wanasikiliza neno la Mungu kwa maangalizi na kwa uangalifu mkali, utakuta kwamba neno la Mungu linakuwa very effective katika maisha yetu. Linakuwa na nguvu za kufanya kazi katika maisha ya mwanadamu. And that's why mwanadamu yoyote ambaye anaingia katika nyumba ya Mungu ni sharti asahau yale yaliyopita, asahau mawazo ambayo yalikuwa yamemkumba, na aanze kufikiria yale yatakayomsaidia kwa wakati huu ambaye Mungu anazungumza naye. Ndio maana ninajaribu kuangalia kitabu cha Luka mlango wa 8, nakuta kwamba kuna vitu ambayo Biblia inasema hivi. Luka mlango wa 8 kuanzia mstari mahali fulani unazungumzia kitu ambacho Bwana alikuwa anasema, na kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa real katika maisha ya watu. Na unakuta kwamba ukiangalia kulingana mstari wa 6, tukianzia pale, anzia mstari wa 5 ndio ikulete vizuri. Mpanzi ni neno la Mungu ambalo linapandwa katika maisha ya watu. Na mpanzi yoyote anayepanda neno la Mungu anaweza kuwa ni mtumwa wa Mungu ambaye alitumwa na Mungu kwenda katika sehemu ili kuwapasa habari yale ambayo Mungu anataka yafanyike kwa wakati fulani huo. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anatuma mtumishi wake Luka, alimwambia nenda ukapande neno langu katika mioyo ya watu, na wale watakaye kuwa waangalifu hao watafaidika ni lile na lile neno. Lakini kwa sababu mpanzi alipokwenda kupanda neno la Mungu, akatokea kwenda kupanda mbegu. Mbegu linasimamia neno la Mungu. Bwana sifiwe. Mbegu linasimamia neno la Mungu. Maana yake kwamba hata kama vile mbegu inavyopandwa inatarajiwa kusalisha matunda. Na Biblia inasema kwamba na matunda yenu yapate kudumu. Matthew chapter number 3 verse 8 inasema kwamba na matunda yenu mnayoenda kupanda yaweze kufanya namna gani? Kudumu. Wapendwa, tunapoenda katika maisha
maisha ya Ukristo wanapanda ili kwamba alipate kudumu. Neno la Mungu lipate kudumu katika maisha yetu. Manake ndio Biblia inasema kwamba mwanadamu hataishi kwa neno, kwa mkate na chakula tu, lakini ataishi kwa neno la Mungu ambalo linatoka katika kinywa la Bwana. Bwana sifiwe. Hii inamaanisha kwamba lile neno ambalo linapandwa si neno ambalo litatolewa. Sio neno ambalo linatakana liibiwe katika maisha yetu. Linatakana lile neno lidumu katika maisha yetu. Lakini kwa sababu shetani angependa kuona neno likiibiwa katika maisha yetu, ili mwanadamu abaki tupu bila chochote cha kumsaidia. Ndio maana Biblia inasema kwamba kila neno ambalo limeandikwa lafaa kwa mafundisho, lafaa kwa kuonya watu, lafaa kwa kurekebisha watu. Na maanisha kwamba lile neno ambalo lilikuwa linapandwa katika maisha yetu lilikuwa litusaidie ili tuweze kusimama katika neema ya Mungu aliyeweka juu yetu. Na ndio maana wapendwa, tunasema kwamba mpanzi alipoenda kupanda alijua kwamba lile neno litasimama. Lile neno ambalo anaenda kupanda litasaidia watu. But because hawakuwa very keen katika maisha yao, lile neno likaanza kuibiwa. Lile neno likatolewa ndani mwao. Lile neno shetani alijua kwamba likikaa ndani mwao watakuwa wale watu ambao wanaitwa shujaa. Na ndio maana aligundua kwamba lile neno litawasaidia watu. Litawafungua macho, litawafanya waelewe. Ndio maana shetani akanyakua lile neno akatoa ndani ya watu. Na baada ya kunyakua lile neno, basi mpanzi alipokuwa anapanda lilikuwa linapita tu. Wakati neno la Mungu lilikuwa linapandwa, halikuwa linasaidia maisha ya mtu. Lilikuwa linapita tu katika mawazo ya watu. Maana maisha ya watu yalikuwa imesongwa na mambo, ilikuwa imesongwa na mawazo, ilikuwa imesongwa na shida za dunia, ilikuwa imesongwa na vitu ambavyo vinazunguka dunia hii. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anataka neno la Mungu likae ndani mwenu kwa wingi katika jina la Yesu. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Mungu anasema ya kwamba neno langu linatakana likae ndani mwetu kwa wingi. Lakini kwa sababu shetani anaelewa ya kwamba neno la Mungu likikaa ndani mwako kwa wingi litakusaidia wewe. Ndio maana baada hiyo, sijui kama kuna mtu anaweza soma chapter number 8 and verse number 6. We are reading the book of kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 5 na mstari wa 6. Tukisonga pole mbele tutagundua mambo hapa ambapo kwamba shetani hakufurahia neno la Mungu likae ndani ya maisha yako. Shetani hajawahi furahia neno la Mungu likusaidie. Shetani hajafurahia neno la Mungu likae ndani mwako kwa wingi. Shetani angependa neno la Mungu lisiukae ndani ya maisha yako. Maana najua kwamba neno la Mungu likikaa ndani ya maisha yako litakusaidia wewe. Ndio maana mpanzi alipokuwa anaenda kupanda na yule mwizi anakuja analiiba, analitoa ndani mwako, linaanguka katika ugumu. Maana kama umefanya moyo wako kuwa mgumu kwa neno la Mungu, hata tunapolihubiri neno la Mungu halitakusaidia. Praise the Lord. That's why the devil is hardening our heart even to hear from the Lord. Shetani anafunga mioyo yetu, anafanya mioyo yetu inakuwa migumu. Hata neno la Mungu likihubiriwa halikusaidii, maana moyo wako umekuwa mgumu. Maana yako una refer hiyo neno kwa dada mwingine, anasema I wish Christine angekuwa hapa angelisikia ile neno. Kwa sababu ya nini? Amefanya moyo wako kuwa mgumu. Bwana sifiwe. Lakini kwa sababu ya nini? Haya yote yanafanyika kwa sababu shetani hataki neno la Mungu likae ndani mwako kwa wingi. Anataka liwe kwa wasiwasi. And that's why Mungu akusaidie uweze kuhakikisha kwamba the word of God is dwelling in you in richly. Linakaa ndani mwako kwa wingi ili likusaidie. Biblia inasema hivi, verse 6. Lingine zikaanguka penye mwamba. Zingine
zikaanguka katika mwamba. Mwamba ni yule Mkristo ambaye anasikia neno la Mungu, lakini anafanya moyo wake anakuwa mgumu. Anafanya moyo wake, hata kama anahubiri anasema, hiyo ni maneno wamehubiri miaka nenda miaka rudi, haijaifanya chochote. Anafanya moyo wake kuwa mgumu. Wapendwa, kama ni kuna kitu Mungu anataka, ni kwamba neno la Mungu litusaidie. Neno la Mungu limeletwa litusaidie. Lakini kwa sababu tunafanya mioyo yetu kuwa migumu, sometimes tunapatia Mungu conditions, sometimes tunafanya vitu ambayo Mungu afurahi, sometimes we harden our heart. Let me assure you ya kwamba Mungu anataka maisha yetu yabadilishwe. Na maisha yetu yanaweza badilishwa wakati tumefanya mioyo yetu imekuwa soft. Mungu anataka mioyo yetu ibadilishwe. Lakini mioyo yetu ikiwa bado ni migumu, Mungu anataka mioyo ibadilishwe. Lakini kama bado mioyo yetu inakuwa imekanyakiwa na shetani, nataka nikuambie, hata tukihubiri miaka 30 haitakusaidia maisha yako. Bwana sifiwe. Ndio maana mwamba ambaye tunazungumzia ni mtu ambaye amefanya moyo umekuwa mgumu. Moyo umekuwa mgumu zaidi. And that's why the church today, we preach the word, but the people are still living the same character. Watu bado wanaishi katika ile hali yao. Watu bado wanaishi katika hali ya kutoamini. Watu bado wanaishi katika hali ya kwenda kwa uganga. Watu bado wanaishi katika ile hali ya kusema ya kwamba mimi nimehubiriwa miaka hii yote, haijawahi nisaidia. Ni kwa sababu ya nini? Umefanya moyo wako kwa mgumu. Wapendwa, kama kuna kitu Mungu anataka, yeyusha moyo wako. Neno la Mungu lipate nafasi. Linapoingia ndani ya maisha yako, litabadilisha maisha yako, litabadilisha mawazo yako, litabadilisha karakta zako, litabadilisha testimony yako, litabadilisha kuishi kwako, litabadilisha vitu vingi katika maisha yako. That's why we don't have faith today. Hatuna leo imani. Imani tulionani haba, kwa sababu shetani amesha nyanyua lile neno na kuliondoa katika maisha yetu. Sasa leo tumekuwa na mioyo migumu tu. Tumesalia na mioyo migumu, mioyo ambaye unapohubiri neno la Mungu hawatingisiki wala hawabaduki katika hali yao. Wanaishi katika ile hali yao bado. Lakini Mungu anataka namna gani? Mungu anataka tuishi maisha ambayo ya kunyenyua, kufanya mioyo yetu yeyuke, ifunjike mbele za Bwana. Unaposikia neno la Mungu likusaidie. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Tunakuja kanisani ili Mungu atusaidie wapendwa. Tunakuja kanisani kusikiliza Mungu anasema nini. Lakini kwa sababu shetani amedhoofisha mioyo yetu, hata leo, Bwana sifiwe, hata leo hakikisha ni kwamba the word of God, it is not new. Unaishi kwa kubahatisha, unaishi kwa kusema wacha tu ni kuwepo, unaishi kwa kusema wacha tu niendeko kanisa wanione, lakini neno la Mungu, hata wanapohubiri neno la Mungu halikusaidii. Ninatangaza kwamba wacha neno la Mungu likusaidie kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Maana neno la Mungu limetumwa likusaidie. Amen. Bwana sifiwe. Isaiah 55 verse number 11. Mungu alikusudia neno lake likuje hapa duniani likusaidie. Si kwamba likuache katika maafa. Si likuache kama wewe ni mgonjwa. Si likuache kama bado unateseka. Likuache kama umepona. Likuache kama umekombolewa. Likuache kama uko huru. Likuache kama umeguzwa. Likuache kama umetolewa katika hali yako. Hilo ndio tamanio na Mungu. Lakini kwa sababu shetani alielewa na kajua ya kwamba wakati neno la Mungu litaingia katika maisha ya watu watakombolewa, watu watatoka katika hali yao. Sasa anawafanya mioyo yao kuwa migumu.
as they listen to the word of God, they are not shaken. They harden their hearts. They are living in a life of hardship. Hata ukimwambia mtu kwamba let us go and pray, anaona kwamba you are boring. Nimesoma Isaiah 55 verse number 11. Can someone read there? Hayo ni madhumuni ya Mungu. Isaiah 55 mstari wa 11. Biblia inasema kama hivi ndivyo lilivyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitarudia bure bila kuyatimiza mapenzi yangu, nalo niliofanikishwa katika mambo yote niliyotuma. Si itarudi bure. Wakati mwingine tunafanya neno la Mungu linarudi bure. Wahubiri wanahubiri, yes. Nilikuwa nahubiri juzi mahali, na naambia watu kwamba watu wamechukua neno la Mungu kama kitu ambacho hakuna. As long as mtu akue is a member of Crisco or is a member of or Redeemed or is a member of whatever is a member of a certain church, yeye anasema mimi tosha. Hata napohubiriwa neno la Mungu halina impact ndani ya maisha yake. Maana ni kwamba shetani amepanda vitu vibaya ndani ya maisha yake. Amepanda roho ya doubt ndani ya maisha yake. Amepanda roho mbaya ndani ya maisha yake. Na roho akishapandwa mbaya, kumng'oa ndani mwake ni shida, wapendwa. Mtu anafika mahali anasema niende kanisa, nisipoenda kanisa bado ni sawa. I will watch my TV. Let me assure you, you are watching from somewhere. You are watching from whatever YouTube. You are watching from somewhere. I want to declare to you that anything that God is speaking about you, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord. Maana Mungu anataka usikie ile neno likubadilishe, wapendwa. Neno la Mungu libadilishe maisha ya mtu. Ndio maana kila wakati unapofanya chochote, Mungu anataka ubadilishwe na neno la Mungu. Don't just be a hearer. Usiwe tu mtu wa kusikiliza. Kusikia peke yake haitakusaidia. Sikia na Mungu akusaidie pia ufahamu ya kwamba kuna kitu Mungu anataka ufanye. Injili imekuwa kama kitu ambacho haiko na effective. Why? Because of the believers. Neno ambalo lingewasaidia haliwasaidii. Neno ambalo lingewasaidia haliko na nguvu za maishani mwao, kwa sababu wamelichukulia neno la Mungu kama kitu cha kawaida. Ndio maana kila ambacho shetani alifanya ni kupanda ndani mwao roho ya shauku. Na hata leo wote nitia habari ni kwamba hata leo kuna watu wanaangalia neno la Mungu kama kitu cha bure. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anataka neno la Mungu lipandwe ndani ya maisha yetu, litusaidie, lizae matunda, na matunda yetu yapate kudumu na kukaa katika maisha yetu. Kama mtu anaweza fika mahali neno la Mungu limsaidie, limtoe mahali na limfikishe mahali, inamaanisha hilo neno linamsaidia katika jina la Yesu. Ambia jirani yako kwamba neno linisaidie. Sipigie kwa Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. So that's why we need to embrace the
word of God. Tumepasa tuwekelee mkazo na kuikumbatia neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu anahubiri, hapo unasikiliza vizuri, unakuwa makini, unaambia shetani, mimi sitaki uibe neno ambalo Mungu anataka kunisaidia nalo siku ya leo. Ninataka niishi maisha ambayo Mungu anataka niishi, lakini shetani ashinde kwa jina la Yesu. Sema rishwa kwa jina la Yesu. Rishwa katika jina la Yesu. Ndio maana unakuta kwamba neno la Mungu halikusaidii, kwa sababu wakati linahubiriwa you are not attentive. Hauko mwangalifu, hauko kimwangalia, yani kimakini. Mungu anasema nini? That's why umejazwa vitu katika mawazo yako. You are thinking about your money. You are thinking about your prosperity. Unafikiria vile mafanikio yako yatakuwa. Unafikiria vile watoto wataenda shule. Unafikiria vile utakufa mapema. Let me assure you, Mungu anataka ubadilishwe na neno ambalo Mungu anataka usikie na uishi maisha ambayo Mungu anataka uishi katika jina la Yesu Kristo. Ukijaza vitu kwa maakili yako, hivyo vitu ndio vitakumalisha. Maana shetani amepanda vitu ambayo vitaleta uharibifu katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Binasema kwamba neno la Mungu halitarudi bure bila kuyatimiza yale ambayo Mungu anataka lifanyike maishani mwetu. Ni kwa sababu ya nini? Yale ambayo shetani amejaza ndani ya moyo wako yanaweza fikisha wewe uharibifu, lakini Mungu anataka uishi maisha ya ushindi katika jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu. Hebu turudi katika Luka mlango wa 8. Mungu anapanda neno lake. Are you there? Mungu anapanda neno. Na hilo neno ambalo Mungu analipanda katika maisha yetu, tunataka tuelewe ya kwamba hata shetani akikuja kulitoa katika maisha yetu, tutamwambia stop in the name of Jesus. Maana tunataka litusaidie. And that's why hapo mwanzo nimesema ya kwamba be very attentive. Kuwa mtu ambaye umemekanika, unasikiliza kwa makini. Mungu anataka nifanye nini leo? Mungu anazungumza maisha yangu kivipi? Ili wakati unatoka hapa, mtu akikuuliza, unamweleza kinaganaga, unamwambia leo mchungaji alikuwa anahubiri kuhusu yeye shetani alipanda mbegu katika maisha yetu, lakini Mungu alileta neno litusaidie. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So mpanzi ni yule anayebeba neno la Mungu, anaenda kupanda. Na hiyo mbegu ndio tunazungumzia kwamba ni neno la Mungu. Mwambie kwamba neno la Mungu jirani yako. Na hilo neno la Mungu likipandwa ndani ya maisha yetu, linaleta mabadiliko. Maana neno linabadilisha maisha ya watu. Na watu wanaishi kwa hilo neno. Watu hawaishi kwa sababu ya mkate. Watu hawaishi kwa sababu ya kula ngege. Watu wanaishi kwa sababu ya neno la Mungu limesema tuishi. Mungu akisema leo tunakata roho yetu, iwe na uwe umesoma, uwe na mali, uwe na nini, Mungu akisema unaenda. Na Mungu akisema uishi, utaishi. So neno la Mungu likapandwa. Siji kama kuna mtu amefika verse number 7. Kuna mtu amefika verse number 7. Other seed fell among stones which grew up with it and choked the plants. 8. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. When he said this, he called out to whoever has ears to hear, let them hear. Kuna mtu ana Kiswahili? There's somebody who has a Kiswahili Bible so that tuweze kupata wote. Najua kuna mtu aliniambia kwamba ndugu yangu,
Hapa ukihubiri Kiingereza peke yake na usome kwa Kiingereza peke yake, kuna mtu atamiss. Mwambie jirani yako kuna mtu anamiss. Kuna mtu anakosa hiyo ujumbe. Bwana sifiwe. So kuna mtu ana Kiswahili asome. Basi mimi nasema na nyingine zikaanguka katika miba, na miba ikamea pamoja nazo zikaisonga. Naye zikaanguka nyingine kwa udongo mzuri, zikamea, naye zikazaa pamoja kwa 100. Alipokuwa akinena haya, akapaza sauti akasema, mwenye masikio na yasikilize, na asikie. Bwana sifiwe. Na mwenye masikio nafanya mna gani? Na asikilize. Which means ni kwamba Biblia inasema kwamba baada ya mwandishi wa hii kitabu ule mtume ambaye alikuwa ametumwa kutangaza habari zile, alifikia watu na akawatangazia, na akasema yale ambayo mtu wa Mungu amesema, yule aliye na masikio na asikie. Which means ilikuwa ni kitu ya kutilia mkazo. Verse number 12. Verse 12. Nao wale walio karibu na njia, nao ndio walisikiao, kisha huja Ibilisi huliondoa lile neno mioni mwao, wale wasije wakamini na kuokoka. Bwana sifiwe. Angalia, hao iliyoanguka kwa njia ndio wale ambayo Biblia inasema kwamba watakayosikia neno la Mungu, wala wasiamini na wasiokoke. Anawazuia watu kuokoka pia. Anazuia watu kuamini. Anazuia watu kuwa na moyo wa kusikiliza neno la Mungu na kuamini. That's why shetani wakati neno la Mungu linahubiriwa ataleta distractions. Ataleta vitu vitendeka hapa, vitu ambayo they are not common. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Unakuta wakati neno la Mungu linahubiriwa, mtu ambaye nyababa, sijui kama mnajua kinaitwa nyababa. Ile kaupepo kanapitanga nafuata nasema wewe kwengine. Destruction yote, yani mawazo yao yote inakimbia kwa nyababa. Neno la Mungu ambalo Mungu alikuwa anahubiri linapita. Na ni kwamba watu wasiamini na wala wasiokoke. Shetani anatoa kuamini, na kuamini ndio kunaleta kuokoka. Bwana sifiwe. So anaondoa hiyo neno, na baada ya kuondoa hiyo neno, basi watu wanabaki watu wa kutokuokoka. Dunia leo watu wanaishi hawataki kuokoka. Wanataka waishi hivyo na waishi maisha hivyo. Wapendwa, nataka niwaambie ni makusudi ya shetani ya kwamba uishi bila kuokoka na ukufe kwa dhambi. Amen. Biblia inasema namna gani? Look at the book of Romans chapter 6 verse 23. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. John chapter number 10 verse number 10. Biblia inasema kwamba shetani huja kuiba, kuharibu na kunyang'anya, lakini Mungu amekuja tuweze kuwa na uzima kisha tuwe nao tele tele. Amen. Bwana sifiwe. Lakini makusudi ya shetani, you die in sin. You die hata wakati ambao hujafaa kukufa, unakufa mapema tena. Ndio maana hiyo ndio makusudi ya shetani, akutoe neno la Mungu kwamba usiamini wala usiokoke. Uishi katika maisha ambayo ya kutokuamini na kukataa kuokoka, na uishi maisha ya dhambi na ukufe kwa dhambi. By then hata ukifa mwenye dhambi bado tutakuzika tu, lakini mahali unaenda huko ndio hatujui.
Lakini ukiokoka, maisha yako yanaweza kuwa na mabadiliko. Maana yake ni kwamba kuna vitu Mungu atakusumuzia moja baada ya nyingine, na utaokoka na utabadilika pole pole ukiendelea kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Amen. Lakini kitu ambacho shetani anasema ya kwamba usiokoke wala usiamini. So unaishi maisha ya kutokuokoka, unaishi maisha ya kutoamini. Ndio maana shetani aliondoa lile neno lingekusaidia. Unaishi katika maisha ya kutokuamini na kutokuokoka. Sasa wewe ni mtu tu wa dini. Kusema twende dini, unaenda dini tu. Lakini maisha yako ni kawaida. Haina mabadiliko. Maana neno la Mungu linapohubiriwa halikusaidii mahali. Wapendwa, kama kuna maisha ambayo Mungu anataka tuishi nayo, ni maisha ya kuokoka na maisha ya kuamini Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Can somebody read for me Hebrews chapter number 11 verse number 6? Kuamini. Believing in God. Believing that there is God. Kuna watu wanaamini kwamba hakuna Mungu. Kuna watu wanaamini kwamba maisha yao ni kawaida. Hata wakikufa Maria atawatetea. Ati Maria mtakatifu atawaombea. Wapendwa, maisha yako amini leo na uishi maisha yako leo na Mungu. Urekebishe maisha yako na Mungu leo, na siku moja hata Maria kama atashindwa kukutetea, Mungu atakutetea. Praise the Lord. Ndio maana tunaishi maisha. Nimesema tufungue kitabu gani? Hebrews chapter number 11 verse number 6. Believing in God. Are you there? Hebrews chapter number 11 verse 6. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Hawishi kuna mtu angekuwa na kilugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili kama kuna mtu anayo. Yangu iko mbali. Ningekuwa nimeshasoma. Lugha ya Kiswahili kama kuna mtu ako nayo. Oh, wote ni wasomi. Everybody here is educated. No problem. Haina shida. Hebrews chapter number 11 inazungumzia kuhusu usipokuwa na imani na uamini kwamba Mungu yupo, basi inamaanisha kwamba kuna watu hawaamini kwamba Mungu hayupo. Na pia kuna watu wanaamini kwamba Mungu haoni. Anaweza fanya hii, abadilisha fanya hii, abadilisha fanya hii, anaamini kwamba Mungu hayupo. Wapendwa, Mungu yuko. Na Mungu anaona. Kitu ambacho naweza kutia habari ni kwamba Mungu anayeona kutoka mbinguni anakuona wewe paka ndani ya moyo wako. Amen. Anataka umwamini. Anataka uishi maisha ya kuokoka. Ndio maana Biblia inasema kwamba shetani alijua ukiokoka umepoteza sehemu yake. Amen. Na ndio maana ukiokoka utaishi maisha mazuri kuliko kutokuokoka. Tena marefu. Ukiishi maisha baya kutokuokoka, utaishi maisha mafupi. Very short. Mtu anakuambia mimi nitabona maisha yangu iwe mafupi but matamu, lakini muda mfupi kabisa na mwisho haitakuwa sawa. Kuna maisha ndio matamu, ndio utabona, utakula nini, utakula vyote, utakula yes, lakini kwa muda mfupi wapendwa. Na baadaye moto unakungojea. Nimesema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu.
Wale walio ndani ya Kristo wamekuwa viumbe vipya, ya kale yamepita, tasema yote yamekuwa mapya. Walioamini katika Kristo, maisha yao yanakuwa mapya day by day in the name of Jesus. Utaniambia pastor, mimi ni ule tu na ile sura yangu. Ndio, sura yako inaweza baki, lakini kuna kitu Mungu anafanya ndani ya maisha yako pole pole. Siku moja kuna jamaa mmoja aliokoka, na alikuwa mbaya kabisa katika hii jiji ama katika hii town. So kila mtu alikuwa na shauku, ameokoka kweli ama amejificha tu. Kumbe man is very serious. Na mtu akaamua kabisa, na kaishi maisha yake ya wokovu, na kaishi maisha ya kuamua, na akamwamini Mungu. Mpaka leo yeye anaitwa ndugu katika Kristo, na ameokoka na muamini Bwana. Amen. So ukifika mahali pa kuelewa ya kwamba shetani anataka ufe kwa dhambi, ndio maana na kukasia usiamini wala usiokoke. Na hata kama unaokoka unakuwa fugu. Bwana sifiwe. Mwambie jirani yako fugu. Yaani leo uko baridi, kesho uko moto. Yaani leo uko kanisani, kesho uko kanisani. Leo uko katika ibada, kesho uko kwa ibada. Yaani shetani akufanya kwamba just uko na miguu miwili. Unakanyaga huko. Wakati unakufa wa kanisa watakusika. Wakati wewe kaa kwa kimungu. That's the life people are living today. Na hiyo ni uongo wa shetani ameweka katika maisha ya watu ili awamalize, ili awaangamize. Ninatangazia ya kwamba mwaka huu Mungu akusaidie uelewe ya kwamba makusudi ya shetani katika maisha ya watu ni kuangamiza. Today people, especially Malaba, watu wataki kuokoka. Watu wanataka kuishi maisha yao. Bwana sifiwe. Siku moja nilikuwa na mshirika mmoja aliyekuwa ni mshirika wetu. Sitaki niseme jina lake maana anaweza kuwa ni jirani yako. Huyu mshirika hakutaka tuende kwake, tumtembelee kwa nyumba yake. Siku moja sisi tukasema leo wacha tupop in, yani tuingie kigafla. Tukaingia kwa ghafla kwa nyumba ya huyo dada. Kwa ghafla. Kagonga mlango, akasema kweli, akasema karibu, mwingie, tukaingia, tukakaa. Hiyo ndio siku hiyo dada alitoka kwa kanisa. Anataka kujua nini kwangu? Siri gani? Anataka kujua maisha yangu. Kuna vitu unaweza ficha mbele ya watu, lakini huwezi ficha mbele ya Mungu. Bwana sifiwe. Kuna vitu unaweza ficha kabisa, mwanadamu asijue, lakini Mungu anakujua, na Mungu anajua kila kitu katika maisha yako. So hiyo ndio maisha yenye shetani anataka kupitishie ili ufe kwa dhambi na afurahie. Na ndio maana Biblia inasema kwamba ile mbegu iliyoanguka njiani ilikuwa niifanye kwamba Mungu akaiba ile neno na akakubakishia kutokuamini na kutokuokoka. Sasa ukiambiwa okoka unasema mimi siwezi okoka, mimi itakuwa naenda kanisa lakini mambo ya kuokoka hiyo haiko ndani mwangu. Let me tell you, that's the devil's mind. Hayo ndio mawazo ya shetani. Ndio maana anatumaliza leo. Leo ukienda kuhubiri injili, hubiri injili ambayo inapaka watu mafuta. Ukienda kwa makanisa ya watu leo, ukihubiri injili ambayo inakata mtu mahali, huyo pastor hata kualika siku nyingine. Anataka tu power, fire in the name of Jesus, power. Oh, hiyo tu. Lakini tuelewe ya kwamba shetani ameweka vitu ambayo neno la Mungu linapokuja analiondoa, tunabaki empty. Analiondoa, tunabaki bure.
Sasa tunaishi maisha kama hayo. That's why kanisa hili haiko na members hawa peke yake. This church is very full. This church, these chairs, hamngeviona hivi keti. Members wako kila mahali. Wako. Lakini leo wanabadilishananga. Nasema leo mimi siendi kanisa. Wewe leo enda. Hiyo Jumapili huyu anakuja, Jumapili nyingine huyu hakuji. That's why that is the target of the devil. Hiyo ndio mapango yake. Amepangilia, anasema watu wasikilize kaneno kadogo, mimi nikienda pale nitaiba kwanza hiyo. Anabaki empty. Na kisha iba hilo neno, basi unabaki bure. By then, mimi nilipokuwa mtoto mdogo, nilikuanga na mafuta ilikuwa inaitwa Kimbo ama Cowboy. Sijui kama kuna watu walikuwa na hiyo miaka ya Kimbo na Cowboy. Kulikuwa na mafuta ambayo ya kukarangia ilikuwa inaitwa Kimbo na Cowboy. Hiyo mafuta ilikuwa nzuri sana kwa kukarangia mboga. Na hiyo mafuta yalikuwa yameandika maneno fulani juu yake. Ladha halisi kwa upishi bora. Praise the Lord. Na hiyo wakati huo, hiyo Kimbo ilikuwa inapepetwa, inamalizwa, inaondolewa. Mpaka wanaweka kwa moto, wanainamisha hivi, itirike yote. Lakini kwa maandishi, inasema Kimbo kwa ladha halisi kwa upishi. Lakini ndani hakuna kitu. Najua Wakristo wamebaki hivyo. Watu wa Mungu wamebaki hivyo, maana shetani ametoa mafuta yote ndani mwao, amebakisha mkebe peke yake, amebakisha neno Christians. Lakini neno salvation haiko ndani mwao. So they are just walking, they are doing their own things. Shetani anasema, yes, I know you are a Christian. Go ahead. Ashaiba neno la Mungu ambalo lingemsaidia, ashaiba kila kitu, ameshaiba hata upako, ameshautoa. Most of the pastors today, we are preaching physically. Mwili tu, upako litoka. Ndio maana watu wanabambana, toa 310, Mungu akubariki, sijui nini, kunywa mafuta, kunywa sijui mafi ya njiwa, sijui fanya namna gani. Nyakati zenye kina Paulo na Petero walikuwa na obey, haya maneno yalikuwa wapi? Walikuwa napita tu mifuli yao inaponya watu. Bwana sifiwe. Upako ulikuwa pale. Neno lilikuwa pale. Kila mtu alikuwa anakimbilia neno la Mungu. Walikuwa na njaa na kiu ya neno la Mungu. Leo kiu na neno la Mungu hakuna kwa watu. Ndio maana unapoambia mtu twende kanisani, nitakuja Jumapili ijayo, wewe mtembelee, msukume mkokote, mwambie pastor, ndugu sikujako kwa kanisa tafadhali. Ibada ilikuwa mzuri sana. Nasema, ilikuwa mzuri. Sasa nakuja hiyo Sunday. Lile neno lilitolewa. Umebaki tu. Na maisha kama hayo ndio shetani anapendezwa nayo. Anataka uishi katika maisha kama hayo. Maisha ambayo ni ya kusukuma katika vitu vya Mungu. Na ndio maana Wakristo leo hata wakienda makanisani wa wapo, they are not there. Hawako kwa makanisa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. I wish ungeliona, it was on Friday, muziki yenye ilikuwa pale roadblock.